Siku maalum kwa ajili ya wakfu. Siku maalum kwa ajili ya wakfu. Karibisha jirani yako, mwambie karibu. Shike mkono, mwambie karibu. Mwambie hasa shambani mwa Mungu. Mwambie karibu sana. Mwambie ndio safari imeanza hivi. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo, andika kuwekwa maisha yangu wakfu mbele za Mungu. Kuwekwa maisha yangu wakfu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwekwa wakfu maisha yangu mbele za Mungu. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Somaji wa Biblia tafadhali. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu niwasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu iwe dhabihu ya Mungu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Takatifu ya kumpendeza. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Ndiyo ibada yenu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia. Bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu ya kumpendeza na ukamilifu. Ya kumpendeza na ukamilifu. Makofi mengi kwa Yesu. Basi ndugu, itoeni miili yenu iwe dhabihu ya kumpendeza Mungu. Sifuatishe dunia na namna yake na mambo yake. Sikiliza. Kubeba kusudi la Mungu ni mzigo. Kubeba kazi ya Mungu ni mzigo. Narudia tena. Kubeba kazi ya Mungu ni mzigo, sio starehe. Ni kujikana, ni kukubali kupoteza vyote kwa ajili ya Bwana. Wakifu nini? Sikiliza kwa makini sana. Wakifu ni kutengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu pekee. Ni hali ya kuto kutazama wala kurudi nyuma. Ni hali ya kutazama mbele wala sio kurudi nyuma, kutazama vya nyuma. Ni kutengwa. Na hali hii haijaanza leo. Mungu alikutenga tangu tumboni kwa mama yako. Leo ilikuwa ni muda tu. Leo ni muda tu. Wewe ulishatengwa muda, ndio maana uko hapa. Utumishi uanzi leo. Ulianza tangu tumboni kwa mama yako. Wengine hata kabla hajaingia kwa mama zao walikuwa walishakuwa watumishi tayari. Ulishajulikana katika ulimwengu roho, wewe utaitwa fulani, utafanya kazi fulani. Ndio maana wakati tunazaliwa kulikuwa na vita kweli. Unapokuwa umekuwa kwenye shida kweli kwa sababu ya kile ulichokibeba. Amen. Adui alikuwa hatamani kuona hatamani kufikia siku ya leo. Yaani hii siku unayoona leo wewe ni siku ambayo adui alionaga miaka ya nyuma. Ndio maana alianza vita na wewe ili usifikie leo. Lakini leo umefika, ni kwa sababu Mungu alipanga na imekuwa. Makofi kwa Yesu. Kutengwa kwa ajili ya Mungu. Kutengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuna watu kadhaa waliotengwa kwa ajili ya Mungu. Yuko Yesu, wako wanafunzi wa Yesu, wako watumishi mbalimbali. Kuna wengine ni makabila, kuna wengine ni miji.
imetengwa kwa ajili ya Bwana. Tunaona kina Samueli wametengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Watumishi wengi walikuwa wametengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na wewe leo umetengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa ujue kwamba kuanzia leo, sema kuanzia leo, sio mimi wa yule, nimekuwa kitu kingine. Makofi kwa Yesu. Iko mfano mingi sitaifuata, lakini nataka ujue kwamba wakifu ni kutengwa kwa ajili ya Bwana. B, wakifu ni kuwa na hali ya kujitoa hakika kwa ajili ya Mungu katika maeneo makuu yafuatayo. Eneo la kwanza, moyo wako wote. Moyo wako wote. Moyo wako wote. Jambo la pili ni kujitoa na mali zako zote kwa ajili ya Bwana. Kujitoa na mali zako zote kwa ajili ya Bwana. Kujitoa kwa mali zako zote kwa ajili ya Bwana. Rasilimali zako zote kwa ajili ya Bwana. Kujitoa na rasilimali zako zote kwa ajili ya Bwana. Kisha kuwa mtumishi wa Mungu, asilimia kubwa ya maisha yako ni kwa Bwana tu. Mungu ni Mungu mwenye wivu, hataki utumikie wengine, anataka yeye. Kwa kuanzia leo, asilimia kubwa ya maisha yako yatakuwa ni ya Bwana. Ndio maana umetengwa kwa ajili ya Bwana. Amen. Namba 3, akili na fahamu zako zote ni kwa ajili ya Bwana. Akili na fahamu zako zote na hekima yako na maarifa yako na elimu yako na utashi wako wote ni kwa Bwana. Utaona tu kwamba mambo haendi, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Kwa akili yako yote, fahamu zako zote ni kwa ajili ya Bwana. Jambo la 4, kutoa muda wako wote kwa ajili ya Bwana. Kutoa muda wako wote kwa ajili ya Bwana. Kutoa muda wako wote kwa ajili ya Bwana. Timotheo. Salome Charles Anyango, umempendeza Bwana leo, pate kibali cha kutumika mbele za Bwana kwenye nafasi ya uchungaji. Bwana akubarikie, Bwana akulinde. Kola sasa kama ishara ya kuingia kazini mwa Bwana. Kola kama ishara ya kuingia shambani mwa Bwana. Fanyika msaada wa kulinua kanisa, msaada wa kulifanya kanisa kuongezeka na kupanuka. Kwa mshauri mzuri wa kanisa na mchungaji pia, katika jina la Yesu Kristo, Bwana akubarikie na kulinda na kuongoza. Katika Bwana kuangazia nuru za uso wake na kufadhili. Pata amani kila hatua, kutenda kazi ya Bwana katika maisha. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote. Bali kuwa mwanana kwa watu wote. Awezaye kufundisha uvumilivu. Awezaye kufundisha uvumilivu. Akiwaonya kwa upole wale washindanao. Akiwaonya kwa upole wale washindanao. Ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli. Sema ukoke, mpigie Yesu makofi, inatosha. Angalia. Sema mimi nitakuwa mwanana. Bwana nisaidie. Yanasema moyo wanana, mpole. Hana maneno mengi. Ana maneno mawili matatu ya faraja. Ni mtu anatia moyo kwa wale waliokata tamaa. Maneno ya kuwavuta waliopotea. Maneno mazuri, kuishi kwa hekima, kuwa na discipline. Kuwa mtumishi sio kuwa mjinga, hapana.
ni kuwa mpole, mwenye hekima na kujua hili baya, hili ni zuri.